na jini lile ambalo lilimfukuza au lilimfuatafuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa na leo nasi pia tunafuatwa, bila shaka tunasumbuliwa na mashaka mengi ya majini. Kwa kweli watu wengi wamedondoka kiuchumi sababu ya majini, lakini watu wengi wanaumwa sababu ya majini, lakini watu wengi wanarudishwa nyuma, wanarogezewa na wachawi. Hii yote ni mitandao ya maibilisi na mashaka yamekuwa mengi sana. Watu wanatabu, watu hawana raha na ndoa zao, watu hawana raha na vipato vyao. Ninavyokuambia hivi sasa kuna watu wana changamoto, mimba imefikia muda, uchungu unakuja na kuondoka. Lakini nini? Utakuta jini limezuia, utakuta mchawi karoga ndani yake. Leo alfajiri nilikuwa nikipitia tafsiri, katika tafsiri ya Qur'ani nilikuwa nikipitia, kapitia zile aya wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman. Wakafuata watu kile ambacho kilifuatwa na mashaitani ala mulki Suleiman, juu ya ule ufalme wa Nabii Suleiman. Suleimani aliyotajwa pale na Qur'an, Nabii Suleimani, kwamba wama kafara Suleiman, hajakufuru Nabii Suleiman, ila watu ndo walikufuru kwa kuwasomesha watu uchawi, ambao huo uchawi wenyewe walikuwa wakiujua tokea zamani. Walikuwa wakiujua uchawi huu kutoka zamani, ambao pia uchawi huo ulikuja pia na malaika wawili, malaika ambao walikuwa wanasema wanajua mambo haya ya uchawi na wanajua kudhuru kupitia uchawi, yani wanajua chochote. Lakini wakawaambia watu hakuna ruhusa ya kujifunza, so sisi tumeletwa kwenu kama mtihani, kwa hiyo msijifunze mkakufuru. Lakini watu tena na tamaa bado wakangangania kujifunza mambo hayo. Kwa hiyo haya mambo ya shahwadha, mambo ya uchawi yana vidhibitio vyake. Leo nimeleta dawa mbili, nishamaliza maneno yangu. Dawa inaitwa Ibtalu Sihil na dawa inaitwa Mukhallatun. Hizi dawa ni nzuri sana ndugu zangu Waislamu. Hii ni dawa ya kujifukiza tu, na hii ni dawa ya kunywa. Hizi dawa hakuna ubaya, nitakueleza. Yani yule mtu ambaye anapayuka, anapandisha halali, ana hasira, anadai talaka, ana wasiwasi, ana shida na kadhalika, basi hii dawa hii kinachotakiwa, anafungua hivi, ni vidonge hivi. Vidonge hivi viko karibia, yani piga hesabu mwenyewe, 60 na kitu. Manake vinakuwa 3 mara 7 kwa siku. Mtu anakunywa vidonge, vinakuwa vidonge 9, asubuhi 3, asubuhi, mchana na jioni. Ni vidonge tu anamumunya hivi, akitaka anakunywa na maji. Lakini ni vidonge ambavyo mtu mwenye madudu yake, Shamiri, niangalizie pale vidonge vingine vilivyokatwa vizuri, vyenye muonekano mzuri pale ofisini kwangu, kimbia kidogo kama kijana. Hivi vidonge hivi, mtu ambaye tumbo lina gesi, sababu ndani yake vimewekewa mmea wa watu, mwanamke ambaye kesi ya maziwa haipatikani, basi inamsaidia. Lakini kupitia jambo hili, kitu cha pili, vimewekwa mmea muhimu sana. Imewekwa mimea takriban kama 7, vimechanganywa hivi, vikatengenezwa mimea ya aina 7 ndani yake imechanganywa. Yani ukikila tu ile testi yake, kama ni mtu wa mashetani unaanza kusisimka hivi. Lakini kama hedhi zako hazikomi, basi inasaidia sana. Hii kesi ni nzuri sana hii. Lakini pia kuna tumbo jingine linajaa mpaka linawamba, mtu hana raha, ndio asema nimepimwa vidonda vya tumbo sina, basi vivyo hivyo pia vyote inasaidia dawa hii. Kwa hiyo mtu anakunywa vidonge 3 asubuhi, 3 mchana, 3 jioni. Unaweza ukamumunya au kanywa na maji. Haviwashi, viko simple sana. Lakini ajabu, kuna mtu mmoja anakuja kuchukuaga nyingi, na huyu ndo anatumaliziaga kila tukitengeneza, anakuja kuchukua.
Kwa hiyo kwa wiki nzima hivi unavinywa kutwa mara 3. Na kama unaenda kazini unaweza ukatumia asubuhi tu na jioni, pia haina athari yoyote. Ila ni vizuri kwa mtandao wote kama umerogwa, ni vizuri kama una majini, ni vizuri. Sasa ili iwe nzuri zaidi, upate na dawa ya kujifukiza. Hii dawa ya kujifukiza unaweka kwenye makaa ya moto, hii hapa inaitwa Ibtalu Sihir. Ili fusho ni nzuri sana hizi. Tunawasaidia wale ndugu zetu waliokuwa mbali, alokuwa karibu aje apate na visomo hapa hapa. Hii dawa ya kujifukiza hutibu kichwa kinachouma sana. Pili, hutuliza moyo wenye hofu haraka. 3, hutoa hasira rohoni. 4, hufukuza majini haraka na kutoa ndoto mbaya. 5, ni dawa nzuri mno, pia hutapisha uchawi. Ama hii nyingine, aliyefungika kifungo, ni dawa nzuri dhidi ya aliyofungika kifungo. 1, 2, mwenye uchawi wa kurogwa. 3, mwenye majini ya kichawi. 4, kufunga na kufungua haraka karenda zile za kina mama. 5, kumdhoofisha jini. Nipe tu Sheikh. Kumdhoofisha jini. Unaona vidonge vyake hii vilivyochanganywa. Sheikh aenda kuletea kopo zima. Sasa tu nikuoneshe. Oho. Hivi hapa vidonge vya mitishamba hivi humo ndio vidonge vilivyotengenezwa dhidi ya majini. Hivi hii ni dawa hii jamani. Shekhe, hii dawa hii ukiipata hii, ukimsaidia mtu mwenye mashetani atakushukuru sana. Hata vitu kama madonda ya tumbo pia vinasaidia hivi. Kwa hiyo unakuta mgonjwa unatawakkal kwa Mungu, unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alafu unatumia hivi vitatu asubuhi. Angalia mfano. Bismillah. Mwenyezi Mungu naomba unipe shifa kwa dawa hizi. Unakula. Kitunguu saumu ndani ambacho kinaamsha shomo, kinaamsha hisia mashetani na vitunguu baina ya mbingu na ardhi, mwingajini humo ndani. Madawa makali kama matofahul jini na nini imechanganywa humo. Sasa unamkuta yuko mtu mmoja alikuwa pia kuna watu wanashikwa na majini ya wazungumzi. Mtoto anasoma anakata kauli anakuwa bubu, yule asoongea lakini kuna watu wanazimia muda mrefu kwa kesi ya mashetani. Kwa hiyo una uwezo, tafuta fuko kama iliweka kwako. Mtu anaumwa kichwa, mpe hivi vidonge. Safi sana. Dawa yenyewe inaitwa Mukhallatu. Dawa yenyewe inaitwa Mukhallatu. Inshallah Taala namba zetu zinapita hapo, tutakoma. Karibuni popote ulipo, tutakuletea dawa hizi. Wa jazakumullahu khair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.